asifiwe. Mpendwa mtazamaji wangu, karibu tena tutafakari pamoja ile Luka sura ya 10 ukianzia mstari wa kwanza. Tunaona Yesu anawatuma wanafunzi wawili katika wanafunzi wake, anasema anawatuma katika miji. Lakini hapa kuna neno ambalo nilitaka wewe na mimi tuweze kuliangalia kwa pamoja. Anasema aliwatuma wamtangulie kila mahali ambako yeye alikusudia kwenda. Hili ni neno la msingi sana, mpendwa katika Bwana. Kuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo, hili ni jambo letu sote pia. Wote tulioitwa tunafanyika kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Kutumwa na Yesu ni jambo jingine. Sasa kuwa mwanafunzi ni jambo jingine, lakini kuingia kutumwa na Yesu Kristo pia ni jambo jingine. Sasa kutumwa na Yesu Kristo hakumaanishi kwamba ukishasikia umeitwa kuwa mwanafunzi basi una haki ya kujifanyia unavyotaka. Wengine wameenda wamejifanyia wanavyotaka, wameanzisha taasisi zao, wengine wamefungua makanisa, wengine wameanzisha huduma, wengine wameanzisha mambo mbalimbali. Lakini kimsingi ilikuwa ni kwamba wameitwa kuwa wanafunzi kwanza. Walipoitwa kuwa wanafunzi ilipaswa wanyamaze, wafundishwe ili waweze kutumwa. Sasa unaona sasa. Kwa hiyo kuna hao walioondoka wakiwa wanafunzi bado, wakaanza kwenda kufanya kazi ambayo kimsingi si kazi ambayo Bwana amewatuma. Lakini wako hawa sasa walioitwa ili watumwe, nao wakaondoka kwenda katika miji ambayo Bwana hajawatuma waende. Kwa hiyo hapa nako kukawa na tatizo. Kwa hiyo wanafanya kazi ambayo hawajaagizwa, na ndio maana kumekuwa na mkanganyiko mkubwa. Kumekuwa hakuna kupatana kati ya mtumishi mmoja na mtumishi mwingine, kumekuwa hakuna kupatana, kwa sababu mwingine aliondoka akiwa mwanafunzi aende, mwingine aliondoka akiwa ameitwa ili atumwe akaenda kabla. Kwa walipofika mbele, kila mmoja ana ajenda yake. Ndio maana hawana ajenda ya Kristo. Kwa sababu hiyo kumekuwa na migongano, kwa sababu kila mmoja anataka kupandikiza ajenda yake. Lakini kama ingekuwa ajenda ni moja, kila mmoja amesikiliza, kulikuwa na namna ya kupatana. Paulo anatoka huko alikoonana na Yesu Dameski, anakwenda anazunguka Uarabuni, Arabia, baadaye anarudi, anakutana na kina Petro, anakutana na kina Barnaba. Hawaanzi kushindana naye, isipokuwa wanakubaliana naye na wanaweka mikono juu yake kwamba Bwana kama alivyotuita sisi kwa ajili ya Wayahudi, amekuita nawe Paulo kwa ajili ya watu wa mataifa, na Bwana kubariki, nenda kafanye kazi. Lakini leo tumekuwa tunaparuana. Mtumishi mmoja ameona haki sana, muda mwingi anatumia kumsema mtu mwingine. Kwa sababu hiyo unagundua kwamba ajenda aliyonayo si ajenda ya Kristo hasa, ni ajenda au aliondoka akiwa mwanafunzi bado, au aliondoka akiwa ameitwa ili atumwe akawa ameondoka. Ndio maana Yesu anasema aliwatuma wanafunzi kwenda katika miji ambayo yeye alikusudia kwenda. Sio wao walikusudia kwenda, yeye alikusudia kwenda. Kwa hiyo kuna watu wanaingia katika miji ili wafanye huduma, si kwa sababu Bwana amekusudia, ni wao wameona kwamba mazingira yanafaa. Nilimsikia mtu mmoja ananiambia, unajua, usiondoke katika taasisi yetu hii ya dini, njoo ufanye kazi na sisi, kwa sababu huku ukishafungua watu ni wengi, wanakuja wenyewe, hutapata shida kama kuanza mwenyewe. Kwa hiyo ni mtazamo wa watu, wao wanatazama hivyo. Lakini niseme kwamba Yesu anaeleza picha hapa ambayo anawaambia wanafunzi wake. Kwa hiyo sasa wengi wako katika madhehebu na vyuo vyao, wametengeneza madhehebu yao, wametengeneza vyuo vyao, na kwa sababu hiyo wamefundisha yale ambayo si Roho Mtakatifu ameyafundisha. Na ndio maana kumekuwa na kukinzana. Unadhani ni mbingu ya namna gani tutakwenda mimi na wewe kama wote tunajiita tumeokoka, alafu hatuwezi kuongea pamoja, hatuwezi kukaa hata dakika moja? Hiyo mbingu itakuwa ya namna gani? Hiyo mbingu itakuwa na vyumba vya namna gani ambayo tutaingia tukae mimi na wewe, ambaye hatuwezi kukaa katika dunia hii? Tukiitwa hata leo unaona aibu hata kuniita, unaona aibu, mimi naona aibu hata kukuita katika mahali ninapotumika, kwa sababu najua utakachokisema kinaweza kuharibu. Lakini wakati huo kila mmoja amesema tutakwenda mbinguni. Kwa hiyo tumewakanganya hao tunaowaongoza. Lakini sema kwamba Mungu ameliona hilo jambo, na sasa anainua jeshi la watu ambao hawatasimama katika mtazamo wa madhehebu, hawatafungwa katika vifungo vya madhehebu, watang'oka kutoka huko, nao watasubiri ili Bwana awaambie kule ambako amekusudia yeye kwenda ili wao waende. Kwa sababu hiyo niseme ajenda zinazotimizwa sasa ni ajenda za kidunia, ni ajenda za watu, ni ajenda za taasisi, na sio ajenda za mbinguni. Kwa sababu ukiangalia mambo yanayofundishwa sasa na mambo yanayokuja, watu hawana taarifa ya mambo yajayo. Kwa hiyo watu hawajaandaliwa kukutana na mambo yajayo. Kwa hiyo watu hawajui kwamba Yesu anakuja au haji, na kama anakuja wakati gani. Je, unyakuo ni sasa au baadaye? Watu wamekazana kuhubiri bila kutoa mafafanuzi. Kwa nini hawatoi mafafanuzi miaka yote, wakati kina Paulo miaka karibia 2000 iliyopita kulikuwa na mafafanuzi?
Kwa nini leo mafafanuzi hayapo? Ni kwa sababu tumemkataa Roho Mtakatifu, tumeenda na mafundisho yetu tuliyo nayo. Mungu atusaidie sana. Niseme kwamba ni hiari kuchagua kutumika na Bwana au kuchagua kutumikia taasisi yako uliyo nayo, lakini kumbuka kwamba iko siku Yesu atasema sikuwajua nie, kwa sababu mlikwenda katika njia zenu wenyewe. Mimi na wewe tuna nafasi ya kurudi. Maana anasema jirani yake kwamba amesimama angalie, isije ikawa taabu kwake. Kama bado hatujaingia mbinguni, tunapaswa kuangalia njia zetu, turudi na kutengeneza kwa ajili ya kutumika katika ufalme. Nikukumbushe tu kwamba Bwana wetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo yuko njiani kuja kama mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Wakati huu tena kutakuwa hakuna mpango wa wokovu, ni mpango wa hukumu. Ni bora utubu sasa na kuishi maisha matakatifu. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen.